Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, watukufu ndugu zangu, leo nakuleteni majambo ambayo kwetu kwa dunia ya sasa ni ajabu, lakini majambo hayo hayo kwa wazee wetu waliotangulia ni kawaida. Yaani ukiangalia haya majambo kwa wazee wetu yalikuwa ni kawaida sana, lakini kwa dunia yetu sisi, kwa vijana wa sasa hivi, ni mambo ya ajabu sana. Sasa wewe yaangalie, alafu utatafsiri mwenyewe nani alikuwa hapo sahihi, wa sasa hivi au wazee waliopita. Jambo la kwanza ilikuwa ni mwanaume kuwa na mke mmoja. Kipindi cha wazee wetu ilikuwa ni ajabu, kwa sababu ukifanya research, wazee wengi walikuwa na mke zaidi ya mmoja na walikuwa na watoto kuanzia 10 na kuendelea. Lakini ile kawaida yao, sisi huku kwa dunia ya sasa, ukiwa na mke zaidi ya mmoja ndiyo ajabu. Hebu angalia, kwao ukiwa na mke mmoja ilikuwa ndiyo ajabu, ukiwa na mke zaidi ya mmoja ni kawaida. Dunia sasa hivi, vijana sasa hivi, ukiwa na mke mmoja ndiyo kawaida, ukiwa na mke zaidi ya mmoja ni ajabu. Ajabu ya vijana wa sasa hivi ni kawaida ya wazee waliotangulia. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili ni mwanamke kuolewa hali ya kuwa hajazaa. Kipindi cha wazee wetu, mwanamke kuolewa hali ya kuwa hajazaa ilikuwa ni kawaida sana. Ajabu yao ilikuwa ni mwanamke kuolewa hali ya kuwa amezaa. Njoo dunia yetu ya sasa hivi. Dunia yetu ya sasa hivi, mwanamke kuolewa hali ya kuwa hajazaa ni ajabu sana. Kawaida yake ni mwanamke kuolewa hali ya kuwa ana mtoto tayari. Yaani ukioa mwanamke ambaye ana mtoto kwa dunia sasa hivi inaonekana ni kawaida, lakini kwa wazee wetu ilikuwa ni ajabu. Lakini ukiangalia la tatu kwa wazee wetu ilikuwa mwanaume kutaka kuoa hakuna ulazima mpaka aanze kuzini na yule mwanamke. Yaani walikuwa hawakaribiani. Mwanamume anatuma washenga, inachukua karibia miezi ndio aweze kupata yule mwanamke kumuoa, hawakai pamoja. Lakini angalia dunia yetu ya sasa hivi, ni ajabu sana mtu kutaka kumuoa mwanamke bila ya kwanza kumzini. Yaani huku dunia ya sasa hivi mwanaume kuanza kuzini kwanza kisha aoe ndiyo kawaida, na kuoa kabla ya kumzini ni ajabu. Lakini kwa wazee wetu kumuoa mwanamke kabla ya kumzini ni kawaida, na kuanza kumzini mwanamke kisha umoe ni ajabu. Angalia wapi wapo sahihi, wapi waliokuwa wakienda vizuri. Lakini la nne, kipindi cha wazee wetu mwanamke kuolewa hali ya kuwa ni bikra ni kawaida sana, na ajabu yao ilikuwa mwanamke aolewe alafu akutwe hana bikra. Ilikuwa ni ajabu sana. Njoo dunia yetu ya sasa hivi. Dunia yetu ya sasa hivi mwanamke kuolewa kukutwa na bikra ni ajabu sana, lakini mwanamke kuolewa kukutwa hali ya kuwa hana bikra ni kawaida. Utaangalia wazee wetu na sisi, nani wa kuigwa? Lakini ukiangalia kwa wazee wetu, la tano hili, wazazi kuwaongoza watoto ni kawaida sana. Na pia hata ukifuatilia utakuta wale watu wazima wa sasa hivi watasikia, baba yangu mimi aliwahi kunihusia kadha kadha kadha, babu yangu alishawahi kunieleza kadha kadha kadha. Sasa hivi hakuna. Kwa hiyo kipindi cha wazee wetu watoto kuongozwa na wazazi ilikuwa ni kawaida, lakini njoo dunia ya sasa hivi wazazi wanaongozwa na watoto, ambao kwao ni ajabu. Kwa wazee wetu wazazi wakiongozwa na watoto ni ajabu sana. Mzazi anaongoza watoto, lakini kwa dunia ya sasa hivi
watoto ndio wanaongoza wazazi na ndio kawaida. Angalia wapi wa kuigwa. Lakini dunia ya wazee wetu iliyopita, Muislamu kukosa elimu ya dini ni ajabu sana, na Muislamu kuwa na elimu ya sekula ndio kawaida. Yaani kwa wazee wetu Muislamu kuwa na elimu ya sekula ni ajabu kwa akiwa amekosa elimu ya dini. Lakini kwa sisi wa sasa hivi Muislamu kukosa elimu ya dini ni kawaida, ila kukuwa na elimu ya sekula sio kawaida. Yaani kukosa elimu ya dini kwa sasa hivi ni kawaida sana, ambayo kwa wazee wetu kukosa elimu ya dini ilikuwa ni ajabu. Angalia nani wapo sahihi. Lakini la 7, kwa wazee wetu mwanamke kuolewa ndoa zaidi ya moja, yaani mwanamke kuachika kwenye ndoa yake ni ajabu sana sana. Lakini dunia yetu ya leo mwanamke kuachika kwenye ndoa yake ni kawaida. Yaani kuambiwa mwanamke yule alishaolewa mara moja, mara mbili, mara tatu, dunia leo ni kawaida. Akati tendo hili ukija kwa wazee wetu, mwanamke huyo ameolewa mara moja, mara mbili, mara tatu, ni ajabu. Kaa fikiria, nani wapo sahihi, nani wanafaa kuigwa, wazee wetu ama vijana wa sasa hivi? Na kama vijana wa sasa hivi mwenendo wao haufai kuigwa, kuna haja ya kubadilika. Ndugu zangu, kwa mawasiliano, kwa ushauri, usiache kunipigia kwenye namba yangu 0715 55 59 09. Akhikum fi dini, Abu Ismail Ibrahim bin Bakari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.